Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Dhoruba kali yaikumba Marekani huku baadhi ya watu wakifariki dunia kutokana na theluji iliyoikumba nchi hiyo. Dhoruba ya theluji imeikumba Marekani na kusababisha vifo vya watu 7 na kukosekana kwa umeme kwa maelfu ya nyumba. Shule na barabara kote nchini zimefungwa na safari za ndege zimefutwa, huku hali inayohatarisha maisha ikienea kutoka Texas hadi New England kulingana na mamlaka ya kitaifa hali ya hewa. Watu 7 wamefariki kutokana na baridi kali huko Louisiana na maeneo mengine nchini Marekani, lakini sababu kubwa inatajwa kwamba ni kutokana na theluji kali. Kufikia siku ya Jumapili alasiri, takribani kaya 900,000 zilikuwa zimepoteza umeme kulingana na Power Route US. Wakati huo zaidi ya safari 10,000 za ndege zimefutwa. Theluji na barafu zitayeyuka polepole sana na hazitatoweka hivi karibuni, amesema Alison Sontorelli, mtaalamu wa hali ya hewa katika mamlaka ya kitaifa ya hali ya hewa, akiambia shirika la habari la SBS News. Taarifa zinadai kwamba dhoruba hatari ya majira ya baridi imeikumba Marekani na kusababisha vifo vya watu hao 7, kukatika kwa umeme kwa maelfu ya nyumba na kusababisha changamoto kubwa za usafiri. Meya wa jiji la New York, Zohran Mamdani, aliandika katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X kwamba watu 5 katika jiji lake walifariki Jumamosi, lakini akaongeza kuwa chanzo cha kifo chao bado hakijabainika. Marekani inakumbwa na moja ya dhoruba kali na kubwa zaidi ya theluji katika zaidi ya muongo mmoja. Wataalamu wa hali ya hewa wameonya kwamba moja ya hatari kubwa za dhoruba hiyo ni barafu ambayo ina uwezo wa kuharibu miti, kuangusha nyaya za umeme na kufanya barabara kuwa hatari. Huko Virginia na Kentucky kumetokea mamia ya ajali barabarani. Wakanada pia wamekumbwa na theluji kubwa na mamia ya safari za ndege zimefutwa. Maafisa wanakadiria kwamba kutakuwa na theluji sentimita 15 hadi 30, sawa na inchi 5 hadi 11 katika jimbo la Ontario. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanaikumba Marekani, ni dhoruba kali ya theluji kutokana na kipindi cha baridi kali ambacho kinaikumba nchi hiyo, na taarifa zaidi zinadai kwamba watu 7 wamefariki dunia kutokana na dhoruba hiyo ya theluji nchini humo, lakini zaidi ya wakazi 900,000 wanakosa umeme kutokana na hali ya hewa ilivyo nchini Marekani. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kufikia Jumapili takribani kaya 900,000 zimepoteza umeme na hali ya hewa bado haijakaa sawa. Endelea kutufuatilia, tutakujuza ni nini ambacho kinajiri wakati huu. Kupitia The World News utaweza kujua ni nini ambacho kinaendelea nchini humo na hatua zinazochukuliwa na serikali. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.